Yes, as we know before, Engineer alikuwa ni moja kati ya madansa ambao walikuwa wanatumikia, tunaweza kusema walikuwa kama vile wako Wasafi, si ndivyo? That's why kwa sababu muda mwingi tulikuwa tunamuona zaidi akiwa katika show ya Wasafi. Engineer alikuwa ni moja kati ya madansa ambao walikuwa wanahusika kwenye kipengele hicho cha masuala ya kudansa, na alikuwa ni kiongozi ambaye of course kwenye nyimbo mbalimbali ambazo tumeziona za Wasafi ambazo wameshoot, ukiachana na Diamond Platnumz, Zuchu, hata baadhi ya wasanii wa Wasafi ambao walikuwa wanapatikana, basi Engineer alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanahusika direct moja kwa moja kuna kuperform hizo nyimbo. Lakini hapakati kama vile kuna namna fulani watu walianza kuweka doubt kutokana na the way ambavyo Engineer kwenye nyimbo za wasanii wa Wasafi alikuwa haonekani, ndivyo? That's why ndio maana watu wakaanza kuweka notion inawezekana maybe Engineer pamoja na Wasafi ndio inawezekana wakawa wameachana wafanye kazi kwa pamoja, ama kuna kitu ambacho kinawezekana kikao kinaendelea behind ambacho sisi watazamaji na watu ambao tumezoea kumfuatilia Engineer tukawa hatujui. Sasa nikaona so kesi ni bora nimtafute Engineer mwenyewe atusanue kuhusiana na namna ambavyo maneno yanakuwa kizungumza huko mtaani. Je, ni kweli kwamba yeye na Wasafi wapo kwenye ugomvi, au maybe ni kusema kwamba ni muda wa yeye kwenda kujitegemea, akihitajika kwenye kazi anaweza akahitajika? So tumsikilize Engineer kuhusiana na hiki ambacho nilimwambia, tuone kwamba yeye anatuambiaje sisi ambao tuna notion mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinatokea muda huu cha yeye kutokuwa karibu zaidi na Wasafi. As we know before, tunajua kwamba maybe Engineer alikuwa anda Wasafi kuhusiana na namna masuala ya kudance. So tumsikilize Engineer kuhusiana na kile ambacho nimemuuliza. Mchonganisha hiyo nimewaachia mashabiki. Mashabiki ndio wasema bwana Angel alipokuwa anafanya kazi na mtu fulani alikuwaje au amechunda amfanya. Hiyo nimewaachia nyinyi. Nyinyi ndio inabidi mseme Angel amechunda au anafanya vipi. Kuna kuchunda ndio sina kupogi hiyo bwana, hautafanikiwa, tunakupa miezi kadhaa. So hiyo nimewaachia watu. Mimi mwisho wa siku napenda kazi yangu iongee sana kuliko rumors za nyuma. Sina shida na mabosi wangu walopita, sina shida nao kabisa. Maneno kwani hapa kuna msanii ambaye hajaipewa hayo maneno? Nadhani nyinyi mnayonaga kuna wasanii ambao wanaambiwa hivyo. So ni kitu cha kawaida. Kwa sababu pengine watu wengi wamezoea kuniona mimi, lakini hawajui Angel hustling zake zinaanzia wapi. Lakini mimi kuacha kufanya kazi na wasanii, hustling zangu ni tofauti kabisa. Yaani mishemishe zangu, kusafiri kwangu, kwenda kufundisha nje, hakujai kuingiliana na msanii. So vitu vyangu vipo kama kawaida. So baada ya kumsikiliza Engineer kutokana na kile ambacho yeye amekisema, wewe kama mdau wa masuala ya ufuatiliaji kuhusiana na namna ambavyo Engineer alikuwa always anaperform na tumekuwa tukimuona kwenye akiwa akifanya kazi muda mwingi na Wasafi, una ujumbe gani kuhusiana na hiki ambacho Engineer amekisema? So achia ujumbe wako kuna kurasa yetu wa Instagram, tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujatufollow kuna kurasa yetu wa Instagram, basi fanya hivyo, na kama hujasubscribe channel yetu ya Mbayu TV on YouTube, basi make sure una subscribe muda huu ili wa kwanza kupata habari na notification ambazo sisi tunakuwa tunaziweka mle ndani. Lakini usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kwa kurasa wake wa Instagram, anatumia kaa hivyo. Chao.